jua chanzo cha nguvu. Nguvu zako zinapotoka, ukitunze na ukithamini ili kiendelee kwa kushinda. Na leo naomba niende mahali, kabla hatujaomba niende mahali. Jana tulipata neema kidogo ya kuomba kwa habari ya wingu, na asubuhi pia tulipata nafasi. Sijajua tutapata nafasi yote kesho au lini, lakini ukijua umuhimu wa wingu unaweza ukalitumia wingu pia. Sasa andika hivi. Kwanza tuliona kiongozi ndio msingi. Mchungaji wako ni msingi wa maisha yako ya kiroho. Kiongozi wako wa kiroho ndio anaamua utaenda wapi, utafanya nini. Sasa naomba nikufundishe pia kitu kingine hapa kikusaidia. Kiongozi, andika, amefananishwa na mti, watu wake wamefananishwa na matawi. Ninaanzia hapo kwa kile ambacho tuligusa kidogo Jumapili. Kiongozi amefananishwa na mti, watu wake wamefananishwa na matawi. Zaburi ya 80 mstari wa 8. Zaburi ya 80 mstari wa 8. Taangalia pale, anasema, ulileta mzabibu toka Misri, ukawafukuza mataifa, ukaupanda. Ulitengeneza nafasi mbele yake, na ukatia mizizi sana, ukaijaza nchi. Lakini ukisoma pia Yohana 15 mstari wa 1, anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kwa huyu ni kiongozi Yesu. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Anasema mimi ndiye mzabibu wa kweli, ninyi ni matawi, na Baba yangu ndiye mkulima. Kwa hiyo kama yeye ndio mzabibu, ndio shina, basi sisi ni matawi, tunapitia shina ili tusurvive. Haleluya. Haya. Kiongozi amefananishwa na mti, watu wake wamefananishwa na matawi. Naamini umeandika hilo. Sasa turudi hapa, andika. Kiongozi amepewa mamlaka iliyo kuu na nguvu ya matamko juu yako, ya kuachilia na kuzuia mambo. Okay. Ngoja kama unaandika nirudie tena. Kiongozi amepewa mamlaka iliyo kuu na nguvu ya matamko juu yako, ya kuachilia na kuzuia mambo. Narudia tena kwa wale ambao kidogo darasani walikuwa hawanaga spidi. Haleluya. Kiongozi amepewa mamlaka iliyo kuu na nguvu ya matamko juu yako, ya kuachilia na kuzuia mambo. Yani ana uwezo wa kuachilia mambo yatokee kwako, ama akazuilia mambo yasitokee. Kiongozi, kunaweza kukawa na maafa. Alikuja nabii mmoja kutoka Ghana wakati fulani, akatabiri, akasema kutakuwa na mafuriko. Muonyesha kutakuwa na mafuriko, nyumba zitabomoka, yatakuwa mabaya sana, yataharibu mali za watu, na baadhi ya watu watazolewa. Sasa kwa kuwa alikuwa anaongea Kiingereza na anatafsiriwa, sasa baadaye nilipopokea maiki nikatamka Kiswahili, nikasema hakutakuwa na mafuriko wala mvua haitanyesha. Hiyo nimetamka haitakuwa, na kweli haikuwa. Kuna vitu vingine hata watabiri wa hali ya hewa wanatabiri kutakuwa na mvua, si kutakuwa na nini. Kiongozi wa kiroho anaweza akakanusha na lisiwe. Yesu asifiwe. Wachawi wanaweza wakatamka neno kwako, wakasema huyu mwaka huu havuki.
nikaja mimi nikasema utavuka mwaka huu na utaishi miaka mingi na hutakufa. Wanaweza wakatamka wakasema atapata ajali, atakufa au hutaolewa. Wakatamka, ni matamko yao, lakini matamko ya kiongozi yanabatilisha. Yesu asifiwe. Mathayo 5:8. Mathayo 5:8. Mathayo 5:8. Na Mathayo ile sura ya 5 mstari wa 8, nayo maneno ya Mungu yanaonyesha pia namna ambavyo tamko lilileta uponyaji. Tamko tu. Ni wakati mwingine tu watu hawajui juu ya kuyaheshimu matamko ya viongozi wao. Naweza mimi nisikuombe ila nikatoa tamko. Naweza siweke mikono nikatoa tamko. Kwa kuwa nina dhamana juu yako, hilo tamko litakuwa iwe jema au baya litakuwa. Ndio maana nasema kiongozi amepewa mamlaka iliyo kuu na nguvu ya matamko juu yako, ya kuachilia au kuzuia mambo. Mathayo 8:5 anasema hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia akamsia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Sema neno, tamka neno. Wewe ni kiongozi, mimi ni mdogo kwako. Mimi ndio ni akida kwenye eneo langu, ni kiongozi kwenye eneo langu, lakini nikija kwako wewe ni mkubwa kuliko mimi, na ndio maana hili nililokuja kulitaka kwako liko juu ya uwezo wangu, ila liko ndani ya uwezo wako. Na ili itambulike wewe ni mkubwa kwangu na una mamlaka juu yangu na una uwezo wa kuamua chochote, kutamka chochote juu yangu, usije maana nitakuwa nimekuamuru, itakuwa nimekutumikisha. Wewe tamka neno, tamko lako linatosha kumponya mtumishi wako. Yesu asifiwe. Na Yesu akatamka, na iwe kwako kama ulivyoamini. Aliporudi nyumbani akakuta mtumwa wake amepona. Alitamkiwa neno. Shida ni kwamba, je, unaamini hilo neno unalotamkiwa? Kutamkiwa ni jambo la kwanza, kuamini ni jambo la pili. Haleluya. Haleluya. Kitabu kile cha Matendo 3 mstari wa 5, bila shaka Matendo ya Mitume 3. Matendo ya Mitume ile sura ya 3. Na inasema, ikawa basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, na saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, aliyechukuliwa na watu, ambaye aliwekwa kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akisema, tutazame sisi. Tutazame sisi viongozi. Hapa tumekuja kimamlaka. Anasema, akawaambia, angalia, bila sema, akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Tamko hilo. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda
akimsifu Mungu, wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa ameketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Tamko la kiongozi, tamko la mwenye mamlaka limemuinua kiwete. Haleluya. Yesu asifiwe. Maana kwambia kiongozi amepewa mamlaka iliyo kuu. Okay. Akitamka neno linakuwa. Liwe baya litakuwa, liwe zuri litakuwa. Okay. Tuangalie kitabu kile cha labda tuendelee kidogo kwanza. Kiongozi anaweza kukutangazia msamaha, au tunasema kwenye mabano kukuondolea dhambi kabisa, dhambi iliyoshindikana, dhambi pengine haina msamaha. Hata ukiomba wewe ukitubu usamehewe, kiongozi ana uwezo wa kutamkia kukufutia hiyo dhambi. Kwa hiyo kiongozi anaweza kukutangazia msamaha, kwenye mabano kukuondolea dhambi, na ikaondolewa. Akisema umesamehewa, unasamehewa. Akisema dhambi yako imefutwa, na ikafutwa. Ndio maana sio kila dhambi unaweza ukatubu ukasamehewa, lakini kuna ambaye anaweza akasimama kwa niaba yako akaifuta. Okay. Hebu nianze kidogo kwenye kitabu cha Yakobo, ndipo turudi kwenye andiko elekezi. Kwenye kitabu cha Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 13. Yakobo 5:13 anasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta. Hawa ni viongozi. Na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehe. Huyu kiongozi akitamka, huyu mzee, manake mzee ilikuwa ni mchungaji, kiongozi tu alikuwa analisha kundi, akitamka neno kwako, na tamka msamaha, hata kama ulishindikana, tasamehe. Kuna dhambi ambayo unaweza kuwa umefanya, unatubu, bado inakuhukumu, unahitaji kujisalimisha. Nyingine ni kiongozi akutamkia. Si kama umenielewa? Haleluya. Kiongozi anaweza akakutamkia na jambo lile likaondoka. Sasa hebu turudi kidogo hapa, tuangalie. Nimekuonyesha kwamba kiongozi anaweza akakuondolea dhambi, akakuondolea dhambi, au kukutangazia msamaha na ukasamehewa. Angalia Yohana 20 mstari wa 13. Ni mamlaka tuliopewa. Ubishe ukatae, lazima upite hiyo njia. Yohana 20:23. Bwana ameweka hiyo kwa kiongozi. Yohana 20:23 anasema, wowote, hebu ngoja nianze kidogo juu. Mstari wa 22. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mstari wa 23. Yohana 20:23. Wowote mtakao waondolea dhambi, sema wote mtakao waondolea dhambi, wameondolewa. Na wowote mtakao wafungia dhambi, wamefungiwa. Shika sana hii. Ngoja niwaambie kitu. Kuna watu wanatengwa kanisa hili kwa sababu ya dhambi aliyofanya, kwamba kuanzia leo tunakutenga.
utengeneze kwanza. Ukishatengeneza, ukijirekebisha, tutakurudisha. Anatoka kanisa A anakimbilia kanisa B, kwamba siwezi kukaa mimi kitu chekundu, siwezi mimi kutengwa. Akienda kanisa B, wanamkaribisha, wanampa anakuwa mzee wa kanisa au kiongozi fulani, na dhambi yake anayo. Sikia, ulifungiwa, ni lazima urudi ukafunguliwe. Hivi naeleweka? Sasa wewe umekimbia dhambi yako, umekimbia nayo. Kuna mtu alikufunga tayari, mwenye mamlaka ya kukufunga, na kifungo kile ni cha uhalali. Umefungiwa dhambi, kwa umefungiwa mpaka atakapotamka mwenyewe kukuondolea. Hello. Hallelujah. Yesu asifiwe. Umenielewa? Akawaambia, wowote mtakao waondolea dhambi wataondolewa, wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Hiyo ni kiongozi. Maana yake, inawezekana adui akaja na kuhukumu kwa dhambi fulani, mfano nikatamka kwa kiongozi kwamba dhambi yako imefutwa, hatia yako imefutwa, na kutamkia uhuru na kutamkia msamaha na ukasamehe. Lakini nikitamka kwamba umefungiwa, okay. Binti mmoja alikuja na nikaona maovu juu yake. Nikamwambia, ninaona vitu unavyovifanya, na kwa sababu hiyo hebu niambie kwa nini. Nasema mimi sijafanya kabisa, mimi sijafanya kabisa. Nikamwambia, kama unabisha, basi mimi nakufungia amani yako mbinguni na duniani. Imeandikwa hakuna amani kwa waovu. Kwa na kufungia amani yako, kwa kuwa umekataa, basi hakutakuwa na amani kwako, wala nuru haitakuwa kwako. Akaondoka, na kuambia alienda, hakulala usiku. Akikaa naangalia kama anga limebadilikia, hali ya hewa imebadilikia, hakulala. Asubuhi na mapema amegonga mlangoni. Baba, nimekuja, unasemaje? Anasema, nimekuja, kama ni kunitenga ni heri unitenge kuliko adhabu. Kaambia aniambia, hilo niambia, niko tayari kusema ukweli. Ndivyo ilivyo, sio kwamba Mungu alisema huko, ni kweli kwamba iko hivi na hivi na hivi, nimekuja kujisalimisha. Anaanguka na machozi. Kwa nini? Kwa sababu mwenye mamlaka alitamka kwamba umefungiwa. Kulikuwa hakuna namna nyingine, anaweza akaenda akatangua. Si kama naeleweka? Okay, rais ndio amemteua huyu waziri mkuu, makamu wa rais, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ameteuliwa na rais. Na rais amekutamkia neno la kufunga. Na neno hili una uhalali wa kufungwa. Sikia, ukienda kwa rais atamuuliza mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa, vipi? Anasema, huyu mtu alikosa adabu kwenye mkutano, alikuwa umemfungia. Rais atatoa tamko kwamba rudi kwa mkuu wa mkoa mkamalizane. Ndivyo Mungu alivyo, kwamba mjumbe wangu niliyemtuma ametamka, kwa hiyo kama umemkosea usije huku, katengeneze naye. Hello. Amepewa mamlaka ya kutamka. Anasema, lolote mtakalofunga duniani limefungwa na mbinguni, na lolote mtakalofungua duniani na mbinguni limefungwa. Mkilifunga duniani, mbinguni limefungwa. Mkifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Nani alikutamkia kukufunga? Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mamlaka hiyo. Namba pointi nyingine, kiongozi anaweza kufunga na kufungua mambo. Hilo la kwanza nimesema, anaweza kukuondolea dhambi na anaweza akakufungia dhambi kabisa. Unajua mtu akishapewa nafasi, amepewa, usipuuzie mambo. Ngoja niwaambie kitu. Kulitokea machafuko ndani ya siku 3, 4, 5.
zimekuwa ni siku ngumu sana. Imekuwa ni siku watu waliishi kwa taharuki. Ilikuwa ni siku watu wanarudi nyumbani wanajifungia kama kuku saa 12. Ilikuwa ni wakati wa uoga sana. Wakati mwingine hata wapendwa wengine walikuwa wananipigia, askofu uko wapi? Uko salama? Uko barabarani? Kawaambia hapana, sio na mashaka. Mimi sikufungiwa. Lakini sikia, ametangazwa kiongozi kwamba ameapa kuwa kiongozi, kwamba naapa kuilinda, naapa hivyo. Hotuba yake imetoa tamko kwamba sasa kazi ziendelee, zuio lote liondolewe, jeshi la ulinzi walindeni wananchi, ila kazi ziendelee. Ghafla kumekuwa kama hakujawahi kutokea shida. Tamko la kiongozi. Umenielewa? Amen. Aliposema leo tunafanya shughuli zetu, unatembea. Tulikuwa tumekosa petroli ndani ya muda mfupi. Jackson mpaka alikosa ibada Jumapili. Nasikia kumbe alikokota pikipiki, hakuna petroli. Lakini leo anaenda tu hapo anaiweka. Tamko la kiongozi limetamka. Ndio ujue kuna nguvu kwa kiongozi. Amen. Okay, ngoja tusome kidogo kwenye kitabu cha Warumi 13. Usiwe na dharau sana kwa viongozi. Ushaona mtu ni mkubwa wako, astahili heshima, mpe heshima yake. Hata kama ni mdogo kwako, mheshimu. Hello? Mamlaka alionayo inaweza ikakupeleka pabaya. Warumi 12 mstari wa kwanza. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kumbuka, mamlaka iliyo kuu kila mtu aitii. Asema hivyo, amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Tii mamlaka. Maada mtu amewekewa mikono ni mchungaji, amewekewa mkono ni mzee wa kanisa, amewekewa mkono kwenye nafasi yoyote, ile ametiwa mafuta, mheshimu. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ana uwezo wa kufunga ama kufungua. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Andika pia, kiongozi anapowekewa mafuta, kiongozi anapowekewa mafuta au anapotiwa mafuta, amepewa mamlaka juu ya wale anaowasimamia pamoja na uumbaji kwa ujumla. Narudia tena. Kiongozi anapopewa au anapotiwa mafuta, amepewa mamlaka juu ya wale anaowasimamia pamoja na uumbaji kwa jumla. Ile tu kwamba Mungu amempitisha, ile tu kwamba amekubalika. Naongea viongozi wa kiroho. Ndio maana huwezi shindana na aliyeitwa. Hello? Amen. Hallelujah. Amen. Huwezi mzuia popote. Mungu anaweza kufanya chochote cha kumpenyeza tu. Angalia Zaburi ya 89 mstari wa 20. Zaburi ya 89. Angalia huyu mtu baada ya kutoa mafuta, nini kinatokea? Kiongozi huyu ameteuliwa, ametiwa mafuta, nini kimetokea baada ya hapo? Heshimu sana. Heshimu mtu kwa mafuta. Heshimu masihi wa Bwana. Zaburi ya 89 mstari wa 20 anasema, nimemuona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu, ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake, na mkono wangu utamtia nguvu. Adui hata muonea, wala mwana wa uovu hata mpesa. Hicho ndicho Mungu alichoweka kwa viongozi wake.
Anasema bali nitawaponda watesi wake mbele yake. Watapondwa. Nitawapiga wanaomchukia. Ndio maana mimi sina mashaka, kwa sababu yeyote anayenichukia ana kibano chake kwa baba yangu. Haleluya. Uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wake wa kuume juu ya mito. Unaona, juu ya bahari na juu ya mito, mpakwa mafuta amepewa mamlaka. Yeye ataniita wewe baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu, nami nitamjalia kuwa mzaliwa wa kwanza. Hata milele nitamwekea fadhili zangu, agano langu nitalifanya imara. Sasa sikia, weka mikono juu ya bahari. Anaweza akatamka. Ngoja niwaambie, kiongozi anaweza akaweka zuio. Kwa mfano jana nilisema, ukiingia mlango ulikuwa maskini, hautarudi ukiwa maskini. Ukiingia kwenye hili jengo lazima maisha yako yabadilishwe. Haleluya. Uliingia hapa huna mtoto, baadaye utapata watoto. Unaelewa ninachosema? Uliingia hapa ukiwa failure, baadaye utakuwa mshindi sana. Haleluya. Uliingia ukiwa mgonjwa, wamesema huyu anakufa, hata hana siku mbili tu umepewa nafasi ya kukanyaga hapa, kufa kumeondolewa. Sikia, ni tamko la kiongozi mwenye mamlaka. Nimepewa mamlaka, lolote nitakalolifungua duniani limefunguliwa na mbinguni. Si kama unanielewa? Yesu asifiwe. Daudi anasema anasema bahari, mkono wake juu ya bahari, unaweza ukatuliza bahari. Mkono wake utatuliza mito. Maana yake unaweza ukasema kuwe shwari kuu, kama Yesu alivyosema, na ikawa kiongozi ameleta majibu, akaiambia bahari nyamaza, bahari ikanyamaza. Hello. Yawezekana una vita ulionayo, naweza kutamkia kwamba kuanzia leo vita yako imeisha. Lazima useme amina. Kuanzia leo uwe mzima, lazima useme amina. Kuanzia leo na kutangazia upate kazi, nimetamka nenda. Nilikuwa na vijana hapa, kijana aliyeoa binti wa askofu wangu, amezunguka, ni injinia yule ndugu, amekosa kazi. Kila akienda amepeleka CV zake, hakuna kazi. Siku hiyo nikatamka, sikumbuki ni kwenye maombi yapi, nilitamka. Nikasema, sikiliza. Nilimwita nafikiri hapa mbele tu kwenye unabii, nikamwambia kesho Jumatatu ondoka, nenda pale Philips, kuna jengo linajengwa. Kesho nenda pale, kuna kazi yako. Kajiuliza, kokote nimezunguka na nini, lakini kesho yake aliamka, hana hata nauli, alitembea kwa miguu. Alipofika akajieleza, hata CV hakufanya hata interview. Alimwambia, hebu ingia kazini hapa. Aliambiwa tu ingia, hebu kila kasimamie pale. Kidogo anafuatia kwa ndio kazi yako hiyo. Akafanya ile kazi. Ni nini? Tamko la kiongozi linafungua pasipofunguka. Lakini tunapoongea juu ya uumbaji, angalia wenye mamlaka, viongozi. Elia akasema kwa neno langu, sio neno la Bwana. Kasome vizuri. Elia akasema kwa neno langu mvua haitanyesha. Je, ilinyesha? Tamko la nani? Ndio. Mvua haikunyesha. Alafu akamwambia tena akasema kwa neno lake hilo akaamuru mvua inyeshe, na mvua ikanyesha. Haleluya. Yesu asifiwe. Aminini yale mnayotamkiwa. Yaamini, tembea nayo, yatabadilisha maisha yako. Kwa sababu huyu ni kiongozi sana. Rais amesema kuanzia kesho hakuna mtu kutoka ndani. Akisema sidhani kama utatoka.
Sasa mamlaka ya Mungu ni mamlaka iliyo kuu, ikisema inakuwa. Nikisema huyo mchawi wako afe, atakufa sasa hivi. Yesu asifiwe. Walionielewa sema amen. Kwa hiyo heshimu mamlaka. Okay. Andika, kiongozi ana uwezo wa kukusaidia yaliyokushinda, maana yeye anayaweza. Mai kuona kwa nini wewe unaomba mambo fulani yameshindikana, afu unaenda kwa kiongozi dakika mingi. Na wakati nimekuwa na ile naachia watu wanakemea mapepo, naenda zangu nyumbani. Wanapambana. Sasa hivi unafika hata saa 6 ya usiku. Wanapambana. Afu anakuja asema, baba, hapa tulipofika kwa kweli njoo tusaidie, tumekwama. Kama wale wanafunzi walikwama lile pepo, Yesu akalitoa. Lakini wanapokuja, ukifika hapo naambia sasa, okay, mwachie. Aya, ipeni pambio, pepo linaondoka. Au nikifika tu nasema mwachieni, nasema kwa jina la Yesu sasa mwachie, linaenda. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka yangu ni kuu. Kiongozi amepewa mamlaka iliyokuwa, lolote lilokushinda wewe, yeye ana. Okay, sikia. Petro anahangaika usiku kucha ili apate samaki, amekosa. Lakini kuna kiongozi atakuja hapo, anaitwa Yesu Kristo. Alipofika anamwambia, tweka mpaka kilindini. Kiongozi amesema, oh Bwana, unajua nimehangaika usiku kucha. Ambia, sikia, mimi ni kiongozi, tweka mpaka wapi? Akasema, okay, tafsiri inasema, kwa neno lako nimeshindwa, ila kwa neno lako nitazishusha nyavu. Aliposhusha tu nyavu, samaki wakatoka wengi. Tamko la kiongozi. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Aya, yule akida akasema, Bwana, sema neno. Sema neno. Maana yake neno lako lina nguvu kuliko la kwangu. Sema neno na mtumishi wangu atapona. Mtumishi akapona. Yesu akakemea baada ya sema, iwe shwari kuu, na bahari ikatulia. Neno la kiongozi, anawaokoa watu. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Okay. Kwenda kidogo. Kiongozi aliyepewa mamlaka anapaswa atambuliwe na kuaminiwa ili mamlaka ile itende kazi kwako. Narudia tena. Kiongozi aliyepewa mamlaka anapaswa aaminiwe na kutambuliwa ili mamlaka ile yale anayotamka kwako yafanikiwe. Nyakati wa pili 20:20, mwaminini Mungu nanyi mtadhibitika, waaminini manabii zake nanyi mfanikiwe. Tambua kiongozi wako. Yaani ukikosea ukamdharau kiongozi wako, umeharibu. Hebu tuseme kwa mfano, sasa hivi umekaa kikao kule mtaani, umekaa vikao, unasema askofu kafanya hivi na hivi na hivi, ukasema vyovyote unakosea, alafu ukaja hapa na kuna matamko yanatamka ya baraka hapa, hayatakugusa wewe. Okay, sikia. Maandiko yanasema, msiwaguse masihi wangu, msiwapige nabii zangu.
Kitendo cha kwamba umempiga kwa maneno na unataka msaada kwake, haitatoka msaada, itatoka laana. Hello? Kama utamheshimu, utamtii, utamnyenyekea, uwe na uhakika mambo yako yatafunguliwa. Hello? Hallelujah. Kwa hiyo mtambue na kumwamini. Ndio maana nasema waaminini manabii zangu nanyi mfanikiwe. Kwa sababu neno wanalosema wametoa kwa Bwana, lazima uliamini. Akikuambia nenda kanawe mto Jordani, usianze kujiuliza, nenda. Hello? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Sikia bwana. Kuna watu tunaweza kuwazungumza, watu kama kina Elisha. Elisha anamwambia Naaman, nenda kanawe mto Jordani mara 7, ukoma utaondoka. Na amesema kiongozi, ndiye mwenye majibu. Neno lake hata akitamka tu linatokea. Wewe nenda. Alipobishabisha mtumishi alimshauri, nenda. Mtumishi wake akaenda, akapona. Neno. Aya, Yesu anatema mate chini. Sio kitu kiwahi kuonekana. Afu anachukua ile tope laini ile, anampaka kipofu machoni. Kwanza nikinya mtu anatema mate yake. Afu anamwambia nenda kanawe. Sasa anaondoka, ametemewa mate. Pengine kama alikuwa amekula chakula na kale kaarufu ka chakula anakasikia. Afu kama alikuwa hajaswaki basi anasikia na kale kaarufu. Nenda kanawe. Hakuna kubisha, ni kiongozi amesema. Akatembea, akaenda. Alipoenda kunawa, upofu ukaondoka. Hello? Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza kaambiwa nenda wiki hii, nenda kasome Zaburi fulani au mstari fulani, kila mtu asome. Afuona nini unapuuzia. Huwezi kujua. Kwa kutii kwako ndiko kunapoleta matokeo. Niwaambia mpendwa mmoja kwa anaota mara moja, anaamka usiku, baba nipeleke kwa askofu, Mmeaka anambia, unajua huyu namwambia tuombe hapa, anasema lazima tuende na nini? Na mimi nikapokea, so kaambia nipe niongee naye. Kaambia sikia, usije. Chukua Zaburi ya 35, isome yote kwa sauti. Isome mara 7. Hiyo shida itaisha. Hapa naomba nije tu niweke mkono. Kaambia nimesema hivi, soma hilo neno. Sije, kaambia usije saizi. Akasoma kwa nguvu, tukasoma nimemwambia. Hapo aliposoma vile vitu vilikuwa tunamfuatilia vikaachia. Kisha akasema bwana alikuwa anamwambia mume wake, mbona nasomaga kila siku? Sikia, ulikuwa unasoma lakini hii ni amri ya kiongozi. Lile neno linaenda kwa oda ya kiongozi. Haleluya. Yesu asifiwe. Kama umenielewa si ungesema amen. Kwa Elia alifunga mbingu. Sisi tumepewa nafasi ya kufunga. Haya, twende. Kunyenyekea chini ya mamlaka. Nyenyekea chini ya mamlaka iliyo juu yako. Nyenyekea. Unaposema tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu, Mungu unaanzia kwa wawakilishi wake. Biblia inasema watiini wale wanaowaongoza mkiwanyenyekea. Wanyenyekea chini ya mamlaka ili Mungu akuinue. Wati nyingine, tii mamlaka iliyopo. Jifunze kutii. Jifunze kutii. Umeambiwa ufanye nini? Wewe tii. Shusha nyavu, wewe shusha. Piga magoti. Simama. Inua mikono, wewe inua. Funga na kuomba, kuna maombi ya siku 3, funga. Tunakuja mkesha, njoo. Acha kiburi. Biblia inasema utanguliza maanguko.
Maanguko yanatangulia kiburi. Wewe unasema ataniambia nini? Mimi kafunge. Sifunge bwana. Kama sikia utakwama sana. Kwa sababu sio mtii. Tii mamlaka. Nyenyekea chini ya mamlaka. Hello. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Unahitaji neno la kiongozi ili uvuke. Kama okay, andika. Kiongozi ana uwezo wa kuisemesha changamoto iliyo mbele yako na ikageuka kuwa fursa kwako. Kiongozi. Sikia, naweza kufika kwa biashara yako nikaisemesha, ikasikia na ikaleta mabadiliko. Naweza kuja kwa mtoto wako nikamsemesha na jambo likatendeka. Naweza kuja kwa mifugo yako nikaisemesha, afya yako nikaisemesha. Musa akaambiwa nenda ukausemeshe mwamba ili watu wanywe maji. Kusema tu. Yesu akasemesha bahari, bahari ikamsikia. Ni kusema. Marko 4:39. Marko 4:39. Kitabu cha Marko ile sura 4 na ule mstari wa 39 ili tukaombe. Marko 4:39. Neno la Mungu linasema hivi. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona Marko 4:39 anasema akaamka. Ngoja tuanze mstari wa 35 uone hicho kisa. Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwapo pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kukaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwako katika sheti amelala juu ya mto. Wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? 39. Akaamka akaukemea upepo. Sema akaukemea upepo. Akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari. Na mimi nasema mawimbi yanayokuandama yanyamaze kuanzia sasa katika jina la Yesu. Natamka mapepo yanayokushambulia yaangamizwe katika jina la Yesu. Natamka sauti zinazokuchanganya zinyamazishwe kimya kwa jina la Yesu. Natamka machafuko yaliyo kwa maisha yako yanyamaze kimya. Popote penye machafuko na iwe shwari kuu. Haleluya. Haleluya. Umenielewa? Sasa sikia. Wewe ni kiongozi. Pointi ya mwisho ya kumaliza ili tuombe sasa. Pointi ya mwisho ya kumaliza ili tuombe. Andika. Kufanikiwa kwa mtu kutadumu ikiwa atalipalilia shina
kulitunza na kulitia mbolea mara kwa mara. Kufanikiwa kwa mtu kutadumu ikiwa atalipalilia shina, kulitunza na kulitia mbolea mara kwa mara. Okay, sikia. Ndio tunaomba hapa. Na Mungu atakufungulia, na wengine mmefunguliwa. Kuna vitu vinaendelea. Una mradi wako. Afya yako ni njema. Watoto wako wanaendelea vizuri. Usisahau aliyekutoa. Hello? Usisahau ambaye amekuwa sababu ya uzima ulionao. Usisahau sababu ya anayefanya biashara yako istawi. Maana yake lazima ukumbuke kulistawisha shina lako, kulitia mbolea, kulitunza. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Taabu tulionayo wachungaji inayotugharimu ni kwamba washirika wetu wanapenda kutushirikisha matatizo yao, lakini kwenye yale mema wanatukimbia. Uongo kweli? Wakati mambo ni magumu, binti mmoja alikuja hapa akasema, baba, nataka uniombee. Tuombe jamani, mimi sipati kazi na nini, saidiane kufunga. Mchungaji wa watu nikaingia kwenye mfungo, tukafunga, akaenda akapata kazi kwenye hoteli fulani ya maana kweli. Alipopata kazi, akashuhudia kabisa, mwisho wa mwezi ulipofika, sikuona limbuko. Siwajua itakuwa atoe mshahara wote. Sitoki Biblia. Hakutoa. Sasa akaanza kuchenga kuja kanisani. Akija ibada kabla haijaisha anachomoka. Siku hiyo akaja asema, baba nisamehe, unajua nilikuwa sikutoa kwa sababu wakati napata mshahara kulikuwa na jambo fulani kule nyumbani, kwa ile hela nilipeleka nyumbani, si magari ya nyumbani na nini. Lakini ikumbukwe, angekuwa hana kazi ya magari yangetengenezwa, ni shida ya nyumbani ingetatuliwa. Je, ni mama yake alimuombea? Nanielewa anachosema? Sasa amesahau shina. Aliposahau hilo shina, sisi tukaacha naye tu, mwisho wa siku ile kazi ikayumba. Mwisho wa siku akaachishwa ile kazi. Tukaja tukaingia mahali, si ilikuwaje? Niko na mama tu atoka mahali, kaambia hebu tuingie hapa tuangalie supu hapa. Sijui hata ilikuwaje. Naweza kwenda hata nyumbani. Ni mbali kabisa huko mwisho. Ile kuingia tunakutana naye uso kwa uso, ameenda kuuza baa. Hali imekuwa ngumu. Akashtuka, shawazo, jamani naomba kaambia usitulipie, tuko sawa. Hiyo si nini? Akaambia hapana. Ilikuwa ngumu. Alifika mahali ambapo siwezi kueleza alipo. Lakini shida nini? Usiposhikamana na shina uendi mbali. Haleluya. Ndio maana nikuonyesha kama parachichi linazaa sana, afu ile tawi hilo elemea, nikasema koja niitoe hapa, simeshajitosheleza, nina matunda ya kutosha. Haya matunda aliyodondoka nayo ndio atachumwa, lakini baada ya hapo halitazaa tena, litatupwa motoni. Ona niangalia kwa huruma na kusaidia ulinde vyanzo vya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza. Musa alipoinua mkono wake kwenye Kutoka 17 mstari wa 8 hadi 15, ameagiza Yoshua aende vitani wakapigana na Amaleki. Kwa hiyo hii ni oda ya kiongozi
Kutoka 17 mstari wa 8 hadi 15. Sasa wanaenda wanapigana kwa tamko la kiongozi. Si kama naeleweka. Kama kwambie Nyerere alipokuwa anapiga Idi Amin alisema uwezo tunao, nia tunayo na nguvu tunazo, tukampiga Idi Amin. Kwa maneno hayo ya kiongozi walishinda. Nikisema hapa kwamba uwezo tunao na nia tunayo, tutajenga choo chetu tutakamilisha, lazima kikamilike. Tutajenga kanisa letu na kanisa litakamilika, lazima likamilike. Nikisema utafanikiwa, lazima ufanikiwe. Na mimi nakutamkia, wewe unaamini uamini, nasema sawa sawa na ufunuo huu kwamba kuanzia sasa usiye na kazi ukapate kazi kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa unayewadai wadeni wako na wamegoma kukupatia, sasa wataenda kukulipa. Watakutafuta, hutawatafuta. Pokea hilo neno ni la kwako kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Utaingia mahali bila refari, ila kwa neno hili. Kwa neno hili utafanya kazi yenye mshahara mara 2 ya kazi uliyowahi kufanya. Neno liliingia tumboni wa Mariamu likamleta mkombozi Yesu. Neno lilipita, Mariamu akasema na iwe kwangu, na mimi nasema iwe kwako. Usiolewa upate mume, usiooa upate mke, usiye na kazi upate kazi, usiye na biashara Bwana akupe mtaji. Kila mahali ambapo hakuna mafanikio, na kutamkia mafanikio tele, na kutamkia maongezeko tele, na kutamkia majibu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Musa anawaambia nendeni. Wakati wako huku, wale watu wakajisahau, wakaenda kupigana vita huku wamesahau. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Wakajisahau, wakapigana, wakasahau kwamba kuna mwenye mamlaka tunahitaji kumtegemeza. Ngoja niseme kitu hapo. Hiki siongei hata nikiwa nataka nyote mniangalie. Kama mtaruhusu nikapita wakati mgumu, sio kwa faida ya sio kwa hasara yangu, ni kwa hasara yenu wenyewe. Okay. Endapo nitaishi sina chakula, sina nguo, maisha ni magumu, sidhani kama naweza kuachilia mema yakaje. Okay, sikia. Namna ambavyo mimi nitafanikiwa ni neema kwenu ninyi ambao mnakuwa sababu ya mafanikio, na nyinyi mnafanikiwa. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Sijasikia amina. Sema amina tena. Haleluya. Hebu mgeukie jirani yako mwambie, je, Musa wako yuko kwenye hali gani? Afu muulize, mara ya mwisho ulimpelekea sukari lini? Mwambie, mara ya mwisho ulimpa hela ya petroli lini? Muulize. Wewe unakuja unaombewa, kaende unaenda nyumbani unaenda kushiba, hujui kuhani wako. Hivi nani anachuma matunda asiyetunza huo mti? Hapo pamekuwa pagumu. Najua tu ndo maana umeinamisha uso. Yesu asifiwe. Huu mti huu unakupa matunda, alafu wewe upalizi, humwagii maji, lakini unataka kuendelea kuchuma matunda. Hakunaga. Kama kuna ng'ombe ambaye umemfuga, lazima umpe mashudu ili maziwa yatoke, si ndio? Usipompa mashudu utakuja kukamua damu, utamuua. Baba niombee, utaombewa kweli. Umefanikiwa mwendo, yakiwa magumu, Baba nimekuja, nisamehe tu, nilikuwa nimepotea kwa muda, lakini Baba nimerudi. Ila sio ninyi hamna shida. Ni wengine hapa hata jana mlileta sukari, sina shida. Wengine hata
nguo nyingine navaa kwa ajili yao, umeleta mkate nini. Sina shida na nini, jipongeze wewe. Umeshindwa kujipongeza. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umenielewa ninachosema? Kwa hiyo walipomwacha Musa, haleluya, walipomwacha Musa wakasahau, ndio wakaenda mbele ya Amaleki wakaanza kupigwa. Wajiuliza, kwa nini tunapigwa? Na kiongozi anasema, kumbe mlienda mkajisahau. Mtumishi anachoka kule nyuma, mtumishi analala njaa kule nyuma, mtumishi anawaza, anavaa viatu vya kuungaunga na viraka vinaulizana, ulikuja hapa lini? Wewe unavaa vizuri. Mtumishi kule nyuma asasema, okay, sasa tunafanyaje? Wakagundua kwamba hapa anaombea anatukimbia. Sasa hapa tulipofika, basi tu Mungu potera habari. Wako watu washirika ambao sio ninyi ni wazuri sana. Washirika wa Jerusalem, jipigieni makofi. Watu wewe, kiona wapigi utajua message sent. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani kuona mtoto wa mtumishi mfano amevaa viserembua, alafu amseme, mchungaji gani anatuambia nini? Angalia watoto wake, machokora wale watoto wake. Kwa nini? Kwa sababu huyu hajui ni wajibu wake hawa watoto wavae, ni wajibu wake hawa watoto wale washibe. Anamsema vibaya. Lakini huyu mtumishi ndiye ng'ombe anayekamuliwaga apewage mashudu. Hebu muangalie jirani yako usoni, mwambie, mara ya mwisho kwenda kumsalimia askofu ni lini? Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hata kama ukichukia vimba tu, hamna shida, lakini uponyaji upo. Uponyaji upo. Walipoinua tu mikono ya Musa wakaitegemeza, na watu walisema, nilisikia wengine wasema, nasema sadaka zizo za kutegemeza mchungaji, sisi hatuwezi kutoa, kwenda kuwapa watoto yatima. Lakini watoto yatima sio baba yao wa kiroho, wanakuja hapa kubarikiwa hapa. Lakini wakifanikiwa, wamebarikiwa hapa, wanasema hatutoi ya kutegemeza tena, tusisikia, tunaenda kwa watoto yatima. Ngoja siku mambo ya kwame, nenda kwa watoto yatima wakusaidia. Wivu tu. Mwambie wenzako wivu. Kiona amependeza sadaka zetu, kwa nataka ale za nani? Haleluya. Haleluya. Kwa kuna namna tumedhoofisha madhabahu, watumishi wa madhabahu, na si tukadhoofika. Tumefanya madhabahu watumishi washindwe, na si tukashindwa kwenye mipango. Watumishi wakibarikiwa wanaachilia neema. Hello. Hiyo umenielewa? Weza ukifanikiwa na mkumbuka baba, au unakula mwenyewe? Sio mpaka uwe na kitu kikubwa. Moyo ni moyo tu. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hivi hebu turudi kwa mfano. Mfano. Ndio. Sukari shingapi? Sukari ukileta ni ndogo. Mche wa sabuni shingapi? Haya, mua shingapi? Kichane cha ndizi shingapi? Mkate shingapi? Hii ni siri nakupa. Usipojifunza kujali watumishi, kuna namna utakuwa unashindwa sana. Nawaambia kweli, heri yako unayefahamu haya.
Walipoinua mikono ya Musa ndio wakaanza kushinda tena. Walikuwa wameanza kufeli. Mipango ilikuwa imeshafeli. Ushindi ulishindikana. Kwa nini? Kwa sababu walimsahau shina lao. Amen. Amen. Atakayempa angaa kikombe cha maji, thawabu hiyo haitamtoka. Sasa wewe unasema mtu ampe askofu wake hata maji ya 500, wakati yeye mwenyewe ni mchoyo kwa nafsi yake. Yaani huyu, yaani kunywa soda, maji ni ishu. Je, atakupa wewe? Hebu mgeukie jirani yako. Hello. Hallelujah. Kwa useme leo naenda kutembelea kwa baba. Usiende tu saa ya shida. Nenda pia na saa ya kufanikiwa kwako. Tushirikishane pia hayo mema. Na mimi nasema sitaki hata ajue mshahara wangu. Lakini ulitaka nijue shida yako ni kuombe. Ila sio wewe. Nini nyote mnatoa? Mko vizuri, jipongezeni. Naomba usimame. Hallelujah. Shika sadaka yako. Kama Yesu, nakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Nimejifunza hamko yanayotoka kwa kiongozi, yanaweza kunivusha. Bwana, na moyo uliofurahi unaweza kuleta baraka. Nimekuja na dhabihu hii Bwana. Nitakabali jioni ya leo. Ukanikumbuke jioni ya leo. Ukanitendee mema jioni ya leo. Bwana, naomba kwenye maombi nayoenda kuomba leo, Bwana ukanikumbuke. Na damu yako ya thamani ikanena utakaso na rehema. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Pokea dhabihu hii na maombi yangu jioni ya leo, ukayasikia kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Pokea moyo wangu, pokea nafsi yangu, pokea na uchumi wangu na mtazamo wangu, Bwana, ili niwe yule uliyekusudia niwe, katika jina la Yesu. Baba, pokea matoleo haya na ukasikia pia maombi yetu tuyaombayo jioni katika jina la Yesu. Kama pumzi aseme amen.